Katika mchezo ambao uliweza kukutanisha klabu ya Real Madrid pamoja na Barcelona kwa maana ya mchezo wa El Clasico, Real Madrid wamefanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 2-1, na katika mchezo huo mchezaji bora wa mchezo alikuwa ni Kylian Mbappe. Alifanikiwa kufunga bao la kwanza ambalo liliweka Real Madrid kwenye uongozi, lakini baadaye mchezaji Jude Bellingham akaweza kuongezea bao la pili na kuifanya Madrid iweze kushinda kwa mabao hayo mawili. Lakini kwa bao la Barcelona liweza kufungwa na Fermin Lopez ambaye aliweza kufunga bao hilo, na hiyo ikifuatia kuwa ni bao lake la 4 mfululizo mara baada ya mchezo katikati ya wiki wa UEFA kuweza kufunga mabao 3 peke yake kwa maana ya hat-trick. Lakini mbali na yote, Real Madrid ameenda kuondoa ule uteja kwa klabu ya Barcelona kwa sababu ameweza kupoteza michezo 5 mfululizo katika michezo ambayo ameweza kukutana na Barcelona kwa siku za hivi karibuni. Na sio hivyo tu, ameweza kuruhusu mabao 18, huku katika hayo mabao 18 yaliyofungwa na Barcelona mengine yakifungwa katika uwanja wake wa nyumbani na mengine yakifungwa katika uwanja wa Camp Nou na katika mashindano tofauti kwa maana ya Copa del Rey, lakini pia hata katika ile ligi ya La Liga. Kwa hiyo Madrid amekuwa ni kama mchumba kwa Barcelona kwa siku za hivi karibuni, lakini kitendo cha kushinda leo kinaenda kuondoa huo uchumba wote na kumfanya Madrid sasa awe ni kama vile ameanza ukurasa mpya. Lakini mbali na yote kwa yametokea Madrid kupata matokeo, lakini bado mara baada ya mchezo kutamatika kulikuwa na ugomvi na sintofahamu ambayo iliweza kutokea kiwanjani hapo, kwa sababu mchezaji Lamine Yamal ilikuwa ni kama vile amepaniwa na wachezaji wa Real Madrid na aliweza kujibizana vibaya na Carvajal pamoja na Tchouameni, na hiyo ikapelekea ugomvi mkubwa uweze kuibuka kiwanjani hapo. Na hii dabi ni kama vile imeanza kurudisha makali yake, kwa sababu hata kabla mchezo haujachezwa kulikuwa na yale maneno mengi sana ambayo yalikuwa yakizungumzwa kabla kwamba kuelekea mchezo huu ni kitu gani ambacho Madrid watafanya. Lamine Yamal mwenyewe alikuwa akiongea maneno mengi sana kwa Real Madrid kwamba amewahi kuwafunga na hawaogopi. Kwa hiyo ni kama vile hii dabi inaanza kurudisha ule ubora wake wa zamani ambao ulikuwa na tension kubwa sana. Watu wanaona ni namna gani ambavyo Ramos ataenda kukabiliana na Lionel Messi, lakini pia ni namna gani ambavyo Cristiano Ronaldo ataenda kukabiliana na ukuta wa Barcelona. Kwa hiyo mechi ilikuwa na mvuto kwa namna nyingi kweli. Kwa hiyo huu mvuto ni kama vile unaanza kurudi kwa sababu tension kubwa zinaanza kutengenezwa kuanzia nje ya kiwanja hadi ndani ya kiwanja. Kwa hiyo hii inaonyesha namna gani ambavyo hizi timu zimejipanga na kuhakikisha kwamba zinaendelea kuwa na ushindani mkubwa sana. Kwa sasa Madrid baada ya kuifunga Barcelona anaendelea kujiweka kileleni vizuri, lakini Barcelona anaendelea kubaki pale kwenye nafasi ya pili, na hii inaendelea kuonyesha namna gani ambavyo mbio za ubingwa za mwaka huu zitakuwa za kitofauti zaidi.